Ndugu mwenyekiti, awali ya yote kwa kweli nimshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefika hapa tukiwa watu wenye afya zetu kwa amani na utulivu. Sijui nianzeje. Baada ya kumaliza mkutano mkuu wa taifa, usiku ananipigia simu mkuu wa mkoa. Ananiuliza, "Sisi unarudi lini Iringa?" Nikamwambia labda kesho. Sasa mbona unawahi? Simuelewe kwa mkoa nawahi kivipi? Anasema akakaa Dodoma siku moja, rudi siku ya pili. Mkoa anakuwa na jambo lake. Ndio mkoa tarudi jioni. Nasema ilisha hivi bwana. Baada kusema tuna jambo letu kwa Iringa, ukiwahi kurudi inabidi sisi tuharakishe tukio hilo. Baadaye akaniambia sisi tuna jambo letu kidogo la kukaribisha na kupongeza, itafanyika kwenye ofisi yetu ya mkoa, kwa hiyo ujiandae kwa shughuli. Mimi nikajua nitakuja hapa ndio ukumbi wetu huo, nitakaribishwa ongea kwa shughuli. Kumbe maandalizi ambayo sikuwa. Niweza kusema nashukuru sana mno na washukuru kwa mapokezi haya. Nashukuru kwa mapokezi haya. Nashukuru kwa pongezi zenu. Nawashukuru wazee wetu waliokuja hapa na wazee wa mila chini ya Chief Adam. Nakushukuru sana. Nawashukuru wilaya zote na jumuiya kwa zawadi. Nashukuru kwa mapokezi. Nafasi hii imekuja. Ni vizuri tukakumbushana. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, ili uwe mjumbe wa kamati kuu, kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, ni lazima uwe mjumbe wa halmashauri kuu. Kwa mjumbe wa halmashauri kuu ndio unaweza kupata tiketi kwa mjumbe wa kamati kuu. Unaweza kuwa mjumbe wa halmashauri kuu kwa nafasi zile anazozitoa mheshimiwa mwenyekiti, au mjumbe wa halmashauri kuu unatokana na mkoa wako au kwa nafasi yako. Sasa mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu unaotokana na mkoa wa Iringa. Na hii nafasi sikujipa mimi, sikujiteua mimi. Hii nafasi mlinipa ninyi. Sasa bila nyinyi kunipa nafasi hii, labda ningekuwa mwanachama wa kawaida niko huko mitaani, wala nisingeweza kufikiriwa kuwa mjumbe. Kwa shukrani za kwanza zianze kwenu ninyi mlionipa hiyo nafasi. Nawashukuru sana. Bila nyinyi labda nisingefikiriwa katika nafasi hiyo. Shukrani yangu nyingine ni kwa mwenyekiti wa taifa. Na kwa mujibu wa katiba yetu ya chama, mwenyekiti anapendekeza majina ya wajumbe wa kamati kuu kwa wajumbe wa halmashauri kuu. Anapendekeza majina hayo, anayaleta kwenye halmashauri kuu, halafu wajumbe wa halmashauri kuu wanaridhia kwamba haya majina au jina lilileta sisi tunakubali. Tunamshukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kuleta jina kwenye halmashauri kuu ya taifa, na nawashukuru wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kuridhia. Baada ya hapo ndio nimekuwa mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo ningekuwa mimi ndio mwenye maamuzi baada ya uteuzi huu, kama ingekuwa ndio maamuzi yangu,
mimi nisingesema kuwepo na shughuli kama hii ya kusherehekea. Kwa nini? Naiona nafasi hii ni nzito kweli kweli. Inahitaji uwajibikaji, inahitaji umakini kweli kweli. Ni nafasi ya juu katika chama. Sio nafasi ya kusherehekea hata kidogo. Ni nafasi inayotakiwa uwe makini. Unabeba taswira ya chama chako kitaifa. Unabeba taswira ya mwenyekiti aliyekupendekeza. Ukileta sokomoko yoyote, unaharibu taswira ya aliyekupendekeza. Kwa hiyo umakini unahitajika kwa nafasi hii. Umetangulia kusema wenzangu, wajibu wangu wa kwanza kabisa, kwa sababu nafasi hii au uteuzi huu umekuja kwenye kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Nafasi imepatikana ya kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kwa vyovyote, baada ya kupokea nafasi hii, ina maana kwamba ajenda yangu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba hiki chama kinashinda uchaguzi. Na ndugu zangu, nabidi tukaelewa kwa mujibu wa katiba yetu ya chama. Soma katiba yetu ya chama, nasoma kabisa kunasema malengo ya Chama cha Mapinduzi ni kushinda uchaguzi na kushika dola. Ndio malengo ya CCM. Halafu mengine yote, mtaendeshaji chama chenu, muundo wa chama chenu utakuwaje, tunafuata baadaye. Lakini lengo la kwanza la chama cha siasa ni kushika dola. Hata ukipitia katiba ya vyama vyote, hakuna katiba ya chama chochote isiyosema na wao wanataka kutawala. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi sio chama cha mpira au chama sijui cha disco, kwamba sisi kwa mujibu wa katiba yetu tutaendeleza dansi, kwa mujibu wa katiba yetu tutaendeleza sijui mchezo wa sarakasi. Hapana, sisi tunasema tunataka kushika dola. Ndio lengo la chama cha siasa. Sasa tuko kwenye msimu, tunaingia kwenye msimu wa uchaguzi. Kwanza kabisa, kama nilivyosema, ajenda yangu ya kwanza nikiwa kama mjumbe wa kamati kuu ni kuhakikisha kwamba mgombea wetu wa urais Mama Samia Suluhu Hassan anaongoza kwenye kura, anachaguliwa mitano. Hiyo ndio moja kati ya ajenda yangu kubwa kabisa. Iwe usiku, iwe mchana, mvua, nitaenda pori kwa pori, mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, kuhakikisha kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anapata kura za kutosha. Na tutaanzia kwenye mkoa wetu. Itawezekana mimi mjumbe wa kamati kuu na kutokea mkoa wa Iringa, halafu Mama Samia Suluhu anapata kura zisizoridhika. Kwa hiyo ni ajenda yangu ya kwanza. Ajenda yangu nyingine, nitakuwa mjumbe wa vikao tofauti. Mjumbe naanzia hapa Iringa kwenye mkoa wetu, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, mjumbe wa kamati ya siasa mkoa na mjumbe wa kamati kuu. Vikao vyote hivi vinajadili wagombea. Kwa hiyo nitamwomba Mwenyezi Mungu sana anipe hekima, anipe busara kuhakikisha kwamba natenda haki ninavyohudhuria vikao.
ni mtihani mzito. Unaanza kujadili vikao vya wagombea kutangia mkoani mwako unakoishi, unapotokea mpaka taifa. Kwa hiyo haki ni muhimu sana sana sana. Kwa hiyo nitahakikisha nakuwa mtu wa haki. Nitaomba ushirikiano wenu, nitaomba dua zenu. Kweli ni nafasi nzito, hata nimekaa mimi nasomaga katiba ya chama, lakini baada ya teuzi hii nimekaa nasoma kipengele kwa kipengele wajibu wa kamati kuu ni nini. Ukitazama yale majukumu, mimi nasisimuka kwa majukumu yaliyo kamati kuu. Mnajadili mambo mazito ya chama, mnajadili mambo mazito ya nchi. Kwa sababu sio jambo dogo. Kwa hiyo inahitaji hekima, busara na uvumilivu. Kama nilivyosema, leo sio siku ya hotuba, ni siku ya kushukuru kwa mapokezi yenu. Nawashukuru sana. Ningependa kumaliza kwa kusema hivi: mimi kijana wenu, ndugu yenu Salim Asas ni yule yule. Sitaweza kubadilika kwa nafasi hii. Ndugu zangu tunaonana huko mitaani, mimi ni Salim yule yule. Ndugu zangu wanachama, viongozi wangu, mimi ni yule yule. Kilichobadilika tu nafasi tu, lakini mimi ni yule yule. Napenda kumaliza hotuba hii ambayo tunapopata wanachama wapya inakuwa kama kiapo, si ndio jamani? Katika ahadi za wanachama namba 5 inasema hivi: cheo ni dhamana. Sitatumia cheo changu wala cha mwingine kwa faida. Kwa hiyo cheo ni dhamana. Mimi ni Salim yule yule. Nashukuru tena kwa mapokezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwa mkoa nakushukuru. Kamati ya mapokezi nashukuru. Wote wanaoshiriki katika maandalizi haya nashukuru. Waheshimiwa wabunge nashukuru. Waheshimiwa naibu waziri nashukuru. Nawashukuru ndugu zangu wasanii, mmetoka mbali, mmekuja mpaka hapa nikiongozwa na ndugu yangu Steve. Nawashukuru sana. Kwa haya machache nawashukuru sana. Asanteni kwa kusikiliza.